Maombi yangu yafike kwako, moyo uliopondeka tadharau. Kiu yangu ni haja yangu, nifanane nawe, nifanane nawe. Grace to you, neema iwe kwako. Ndugu yangu mtazamaji, mahali popote ulipo. Leo ni sehemu ya pili ya kipindi chetu cha Mahali pa Siri. Na tunamshukuru Mungu kwa kupata siku kama hii, ili kwa mara nyingine tena kusikia kile ambacho Mungu ametuandalia siku hii ya leo. Maombi. Si kila mtu ana maisha ya maombi, lakini tumekuwa tukihimizwa juu ya umuhimu wa kuwa na maisha ya maombi. Neno la Mungu linasema imewapasa kuomba. Men ought to always pray. Yawapasa kuomba. Moja ya vitu ambavyo Yesu Kristo mwenyewe alivisisitiza ni kuwa na maisha ya maombi. Lakini wapo watu ambao inawezekana wanatazama saizi, unaweza ukakubali kwamba umejaribu lakini umeshindwa kuwa na maisha ya maombi. Maisha ya maombi ni nini? Ni hali ya mtu kuwa na muendelezo katika maombi au kuomba. Na ukweli ni kwamba si kila mtu kafanikiwa katika hilo. Lakini haitoshi kulaumu au kukosoa au kuhukumu unapomuona mtu hana maisha ya maombi. Kwa nini tunashindwa kuwa na maisha ya maombi? Ni hurka ya mwanadamu au ni asili ya mwanadamu kupenda kufanya kitu kinachompa matokeo. Narudia tena. Ni hurka ya mwanadamu au tabia ya mwanadamu kupenda kufanya kitu kinachompa matokeo. Ni ngumu sana mwanadamu kuendelea kufanya kitu ambacho haoni kikimpa matokeo. Kwa mantiki hiyo au katika ukweli huu, watu wengi hawajui ya kwamba si kwa sababu hawajaokoka, au si kwa sababu hawampendi Mungu, au si kwa sababu hawana Roho Mtakatifu ndio maana hawaombi. Na wale hata ambao wana maisha ya maombi, si kuomba tu, si kwa sababu hao ndio wenye Mungu au wenye Roho Mtakatifu. Ni nini ambacho kinatutofautisha? Siri ni hii ninayokupa leo, mtu wa Mungu. Biblia inasema wazi, ukisoma katika kitabu cha Yohana Mtakatifu mlango wa 14 mstari wa 14. Tutasoma hapo. Yohana Mtakatifu 14:14. Anasema hivi. Anasema, mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. Narudia tena. Yesu Kristo anasema, Yohana 14:14, mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. Hajasema mkiniomba neno hili na hili, ila amesema lolote. Watu wengi wakisoma mstari wanasema acha niingie kwenye maisha ya maombi, kwa sababu nitapoliomba lile ninalotaka kuliomba ameniahidi atalifanya maadamu naomba kwa jina lake. Lakini unajikuta ukiingia kwenye kuomba
wiki inapita, mwezi unapita, mwaka unapita, miaka inaenda, hauoni kama lolote limefanyika. Wengine ndani ya wiki tu akiona lile aliloomba halijafanywa, anakata tamaa ya maombi. Hapa ndipo wengi wamejikuta wameacha au wameshindwa kuwa na maisha ya maombi. Je, tunafanyaje? Hiki ndicho Roho Mungu anataka nikushirikishe leo. Ni hivi: katika kuomba, katika kupeleka ombi lako kwa Mungu, unatakiwa ukumbuke matokeo na njia au mchakato wa matokeo hayo kupatikana ni mambo mawili ambayo yana utofauti. Ukiomba jambo kwa Mungu, hilo jambo lina mchakato wake kufikishwa kwako. Neno mchakato ndio neno hilo njia. Nikisema nataka kwenda mahali fulani, kuna njia natakiwa niipitie ili nifike hapo. Hii njia kwa lugha nyingine tunasema mchakato wa kutembea ama wa kufanya ili nifike pale ninapotaka kufika. Hivyo basi, tunapomuomba Mungu huwa kuna njia au mchakato ambao anautumia ili kukupa kile ulichomuomba. Kama hivyo ndivyo, basi wengi tumejikuta tunajua nini tumemuomba, tunajua nini tumekiwasilisha kwake, lakini hatujui mchakato au njia atayotumia kutupa. Si kila aliyeomba pesa alipewa kwa njia ile ile na Mungu. Wengine walipewa pesa kupitia ajira zao, wengine walipewa pesa kupitia biashara zao, wengine walipewa pesa kupitia misaada iliyotoka sehemu ambazo hawakujua. Njia tofauti tofauti, lakini jawabu lile lile. Mimi naweza nikamuomba Mungu ndoa, lakini mchakato au njia atayotumia Mungu kunipa hiyo ndoa au kunipa huyo mwenza ikawa tofauti na ya kwako. Hivyo basi, tukibaki kuangalia kile tulichokiomba tumepewa lini au tumepewa au la, tutakosa kumuelewa Mungu, kwa sababu anazingatia njia na mchakato anaotumia pia. Nikukumbushe, ukisoma Biblia katika kitabu cha Isaya 55 mstari ule wa 8. Isaya 55 mstari ule wa 8. Tusome hilo pia, alafu utanielewa. Isaya 55 mstari ule wa 8. Biblia inasema hivi: maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Biblia inasema mawazo yenu sio mawazo ya Mungu. Alafu kingine anasema njia zenu si njia zangu. Mungu anaweka wazi kwamba njia zake huwa sio njia za mwanadamu. Alafu anaendelea pale mbele, anasema mstari wa 9: kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Kwa hiyo kumbe kuna umbali mkubwa wa njia ya Mungu katika kuifananisha na njia ya mwanadamu. Nini basi kinawafanya watu wakatie tamaa maisha ya maombi? Ni kwa sababu walipoomba walikuwa wakiwaza njia zao, ambazo ndio uwezekano kwamba Mungu atanijibu katika njia hizi. Lakini njia ya Mungu si njia yako. Kwa hiyo njia ya Mungu inapokuwa tofauti, mbali na juu sana kuliko njia zetu, kwetu sisi tunakomea njiani katika mchakato au njia hii na kusema Mungu hajajibu.
tunakata tamaa ya maisha ya maombi, tunakata tamaa ya kuendelea kuomba. Kumbe wengi wameshindwa kuwa na maisha ya maombi kwa sababu wameshindwa kuzijua njia za Mungu. Kama mtumishi, kama Mkristo, moja ya mafanikio makubwa ni kuweza kuzijua njia za Mungu. Kwa sababu kasema njia zake zi juu sana kuliko njia zetu. Mtu yoyote aliyefanikiwa kujua au kuzielewa njia za Mungu hata katika udogo ni mtu ambaye ameenda juu sana. Ni mtu ambaye ameinuka viwango juu sana. Ni kweli Mungu alimnong'oneza Yusufu ya kwamba kupitia ndoto na kuonesha utakuwa mkuu kuliko ndugu zako. Lakini kulikuwa na mchakato au njia ya kufikia ule ukuu. Na njia hiyo ilikuwa kutupwa shimoni, kuuzwa, kusalitiwa, kutaka kuuliwa na hao ndugu zake. Kama tungeona uhalisia katika maombi ya Yusufu, yamkini angeweza kukomea na kukatia tamaa kuomba kwa Mungu. Kwa sababu mbona kile nilichokiona, kile ninachokitarajia kupokea toka kwako hakiendani na njia au mchakato huu? Nisichukue muda wako mwingi, mtu wa Mungu. Inawezekana mpaka saizi ukumbuki mara mwisho umeomba lini. Kiu ya kuomba imeisha ndani yako. Huoni sababu ya kuomba. Nataka nikupe siri leo. Ni kwa sababu hujawekeza nguvu nyingi kuelewa njia za Mungu na kujua michakato anayoitumia kukupa majibu yake. Kwa sababu neno lake ni kweli na amina. Hajadanganya aliposema omba lolote nami nitakupa. Hakudanganya, lakini ana njia ya kukupa. Kwa wewe ambaye unakubali kwamba nahitaji Mungu ahuishe, afanye upya au aimalishe maisha yangu ya kimaombi, ungana na mimi katika sala hii ya kukusaidia uweze kukua, kupanda na kuziona njia za Mungu. Uweze kuelewa michakato anayoitumia Mungu kukupa majibu ya maombi yako na kukufikisha pale alipokuahidi atakufikisha. Yeye si mwanadamu atasema uongo. Basi sema maneno haya. Sema, ee Bwana Yesu, asante kwa kunipenda. Asante kwa kubaki kuwa mwaminifu juu ya ahadi zako juu yangu. Leo nisamehe kwa kushindwa kuelewa njia yako. Pale nilipolaumu, nisamehe e Bwana, na unisaidie ili niweze kuzijua njia zako. Neno lako linasema wewe ni mchungaji, na katika njia ya haki uniongoza. Njia yangu inaweza ikawa fupi, ila haki haipo. Njia yako ina haki mbele zako. Nipitishe kwenye njia yako, katika jina la Yesu Kristo, amen. Kwa kusema maneno haya machache, nikiwa hapa na kuhakikishia kwamba kuna kitu Mungu atakichipusha ndani yako. Endelea kutaka kujua njia zake. Njia za Mungu ziko kwenye neno lake. Unapozidi kuliona neno lake kama picha halisi ya utendakazi wa Mungu juu yako, utajikuta huwezi kukatishwa tamaa hata pale majibu ya maombi yako yasipokuja muda uliotegemea au kwa njia ulioitegemea. Asante sana kwa kuungana na mimi. Hii ni sehemu ya pili ya mahali pasiri.
Tukutane tena Alhamisi ijayo muda kama wa leo, ambapo tutaona kitu kingine, na hakika Mungu ataendelea kukujenga kupitia kipindi hiki. Shalom, neema iwe kwako. Amen.